السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، زمتك إيمان، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha tumeweza kutekeleza ibada ya swala hii ya dhuhuri. Nas'alu Allah azza wa jalla an yataqabbala minna wa ya'fu 'anna. Allah atukubalie ibada yetu hii na atusamehe. Tukiendelea na ratiba yetu ya kupata neno fupi mara baada ya swala, na bado tuko katika mwezi huu wa Muharram, ikiwa leo ni mwezi 9 kama sijakosea mahesabu, ambao baadhi ya Waislamu wameanza funga ya Taswa, miongoni mwa funga ambazo zinazopatikana katika mwezi wa Muharram. Tumesema katika mwezi wa Muharram kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza. La kwanza ni watu kusherehekea mwaka mpya. Tumelieleza hilo kama ni jambo ambalo halifai, ni uzushi, halina mafungamano na dini yetu. Lakini pia tukasoma kujua chanzo cha mwaka wa Kiislamu, ulikuwaje, ulitokea vipi mpaka ukapatikana kalenda ya Kiislamu. Tukasema katika huu mwezi wa Muharram kuna mambo mengi yanayotokeza. Miongoni mwa hayo ambayo yanajitokeza katika mwezi huu ni bid'atul husni fi shahri Muharram inda Rafidha. Ni uzushi uliotengenezwa wa kuhuzunika katika huu mwezi wa Muharram kwa Mashia Ar-Rafidha. Ar-Rafidha ni moja katika miongoni mwa majina ya Mashia. Ar-Rafidha ay ar-Rafiduna, wameitwa Ar-Rafidha kwa sababu wao wamekanusha na wamekataa na wameonyesha kwamba wao hawatambui uongozi wa masahaba watukufu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu wa Uthman radhiyallahu anhu, kwamba wao wanakataa, wanaupinga na hawaukubali uongozi waliouongoza masahaba hao, kwa wakaitwa Ar-Rafidun. Sahawa ni watu ambao kwamba wanaonyesha mtizamo na mwelekano na udhahiri kwamba na wao ni Waislamu, lakini ukiingia katika itikadi zao, katika imani yao, unawakuta wao na Waislamu ni mbingu na ardhi. Sahawa wamewatengenezea watu kupatikana huzuni ndani ya mwezi huu wa Muharram, haswa unapofika mwezi 10. Tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ndipo wao hufikia kilele chao cha kuonyesha huzuni zao, kama wanavyodai wao wenyewe kwamba wanahuzunika kwa kutokea kifo cha moja kati ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Husayn. Kwa hiyo hili jambo ni uzushi, na katika dini yetu ya Kiislamu hakuna utaratibu huo wa kujaddid, wa kuweka utaratibu wa huzuni kwamba yametimiza mwaka toka kufa mtu fulani au kuuawa mtu fulani. Katika dini yetu hilo halipo, na kama ingelikuwa lipo basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo angeliweka kwa Hamza ibn Abi Talib, angeliweka hapo kwa Hamza yake, kwa sababu Hamza ni moja kati ya watu ambao waliouawa katika vita, na ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam limemhuzunisha na limempa huzuni kubwa sana kwa kuuawa kwa Hamza, mpaka akamuomba, ya Rabbi, na kuomba safari hii usije ukanichukulia mwingine kama ulivyonichukulia kwa Hamza, kuonyesha kwamba amehuzunika sana. Lakini hakuweka mwaka wa huzuni kwamba ukifika mwaka kama ule, mwezi kama ule, tarehe
tarehe kama ile kwamba anaweka huzuni ya kuhuzunika kwa kuuawa kwa Hamza, ni jambo ambalo hakufanya kwa sababu si utaratibu wa dini yetu, si utaratibu wa dini yetu. Kwa hiyo kuna hili kundi la Rafidha, Mashia, wamewaingizia Waislamu jambo hili la kuhuzunika kila mwaka fil yawm al-ashir min shahri Muharram, siku ya 10 katika mwezi wa Muharram, kuwa na huzuni maalumu, kwa sababu kipindi hichi ndicho ambacho aliuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yawm alladhi urifa bi Ashura, ni siku ambayo imefahamika ni siku ya Ashura. Ni siku ya Ashura kwa sababu hii ni siku ambayo ina tukio kubwa sana ambalo Allah tabaraka wa taala alilifanya kwa wana wa Israeli, kuangamizwa Firaun la'natullahi alayhi, kwamba Allah tabaraka wa taala katika siku hiyo alimuokoa Musa na watu wake kutokana na Firaun ambaye aliwakimbiza Musa alayhi salam na wana wa Israeli mpaka katika ukingo wa bahari. Ikawa mbele kuna bahari, nyuma yao kuna Firaun na jeshi lake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akamwamrisha Musa apige bahari kwa kutumia fimbo yake. Bahari ikaachana, ikachanguka, wakapita wana wa Israeli na mtume wao Musa. Kisha baada ya hapo Firaun naye akawafuata, akaingia katika mpasuko ule, bahari ikarudi, wakaangamizwa. Hili tukio nalo lilitokea katika siku hiyo. Kwa hiyo na vile vile katika tarehe kama hiyo ya mwezi 10 wa mwezi wa Muharram, Allah tabaraka wa taala alimkirimu, akrama Allah subhanahu wa ta'ala al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma bishahada. Ndio kipindi ambacho Allah tabaraka wa taala alimkirimu, akampa sharaf, utukufu al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Al-Husayn mtoto wa Ali, Ali naye ni mtoto wa mzee Abi Talib radhiyallahu anhuma, Allah awaridhie yeye na baba yake, ni masahaba. Alimkirimu kumpa shahada kwa kuuawa. Shahada maana kufa shahidi ni kuuawa kwa dhulma. Wadhalika sana, na lilitokea tukio hilo ilikuwa ni mwaka 61 Hijiria, mwaka 61 Hijiria. Wakanat shahadatu, na ilikuwa shahada yake huyu al-Husaini mimma rafa'a Allah biha manzilatahu, ni katika zile sababu ambazo Allah tabaraka wa taala amezidi kunyanyua daraja yake. Hili tukio lilitokea kweli, ambalo Waislamu watakiwa walifahamu, walijue, ili wasiingie katika kudanganywa na kuhadaiwa na Rafidha Mashia kwa kutumia tukio hili kuwachanganya Waislamu na kuwaingiza katika fitna na uovu wa kuwaelewa vibaya watu wema waliotangulia wakiwa ni masahaba. Kwa hiyo Muislamu atakiwa alifahamu tukio hili katika uhalisia wake na namna lilivyokuwa, ili aweze kuwakwepa hawa Mashia Ithna Asharia ambao wameleta uzushi huu wa kuweka utaratibu wa kuomboleza kila wakati wa Muharram mwezi 10 kwa kutangaza kwamba Hussein kaonewa, sisi ni watetezi wake, sisi ni watu wake. Aliyakuwa ukisoma historia, hao waliodai kwamba ndio watetezi wa Hussein ndio waliomuua. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akamkirimu sahaba huyu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na mjukuu wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kumpa shahada. Ni katika miongoni mwa mambo ambayo yamepelekea daraja yake kunyanyuliwa zaidi, wa a'ala darajata, na Allah akaipandisha daraja yake, sababu daraja anayo ni kwanza ni sahaba, lakini ni vile vile ni mjukuu wa Mtume, ni ahlul bait, kwa ana daraja, na Allah akaiongeza daraja yake zaidi ya kufa shahidi, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah na yeye afe shahidi. Yeye ni mtume, daraja yake ni kubwa, lakini bado anamuomba Allah kwamba afe shahidi.
Hiyo ni katika miongoni mwa dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiziomba, kuonyesha kwamba kufa shahidi ni daraja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fa inahu huwa wa akhuhu, yeye Husaini na kaka yake Al-Hasan, sayyida shababi ahli al-janna. Husaini radhiyallahu anhu na Hasan radhiyallahu anhu, hawa ni katika wabwana wakubwa watukufu wa vijana watakokuwa peponi. Kwa na daraja kubwa sana hawa watu, wal manazilul aliya, na daraja za juu. Daraja za juu la tunalu illa bil bala, huwa hazipatikani ila kwenye matatizo. Daraja za juu hazipatikani ila kwa matatizo, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma suila, pale ambapo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayu nasi ashaddu balaan, ni watu gani ambao wanapata matatizo zaidi, ni watu gani ambao wanapata mitihani zaidi? Faqal, Mtume akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-anbiya, watu wa mwanzo wenye kupata matatizo zaidi, wenye kupata mitihani zaidi, kwanza ni manabii. Kwanza ni manabii ndio wanaopitia changamoto kubwa kulingana na imani zao. Thumma salihun, kisha wanafuata watu wema. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha mfano wake na mfano wake na mfano wake. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, mtu anapata mitihani, anapata balaa, anapata mitihani mbalimbali kwa kadri ya imani yake. Ala hasbi dinihi, kwa kadri ya dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa mtu katika imani yake iko juu, dini yake ameishika barabara, zida fi balaihi, basi huyo anapata mitihani mkubwa zaidi. Kwa hiyo kila mtihani unaopewa Muislamu katika maisha yako umeendana na imani yako. Upewi mtihani ambao uko nje ya uwezo wako. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wusaha. Allah hampi mja mtihani ila kwa ule ambao ana uweza. Kwa hiyo ukiona umepewa mtihani na Allah tabaraka taala, ujue huo mtihani unauweza. Mpaka mtihani umekufikia, ujue unauweza wewe kupambana nao na kuweza kuishi nao mtihani huo. Ni wewe kuwa makini na kuwa na subira na uvumilivu katika kutatua hali hiyo. Allah hakupi mtihani uliokuwa nje ya uwezo wako. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa katika dini yake kuna ana dini kubwa, yani ana imani kubwa, zida fi balai, basi mitihani yake anaongezewa zaidi. Ukiangalia manabii mitihani waliyopitia ni mikubwa. Wa in kana fi dinihi riqa, ikiwa mtu katika dini yake kuna ulaini, hana msimamo, imani yake ni kawaida, basi khufifa anhu, hata mitihani yake pia huwa mepesi. Uweza kupewa mtihani ukaona mzito mkubwa, kumbe kulingana na imani yako ilivyokuwa dhaifu, huo ndio dhaifu. Huo ndio mtihani ambao Allah amekukhafifishia, amekupunguzia kwa sababu ya imani yako uliyokuwa nayo. Wala yazalu albala'u bilmu'mini, na muumini haachi kupewa mitihani, hatta yamshi ala al-ardi, mpaka afikie mahala anatembea juu ya ardhi, walaysa alayhi khati'a, hana madhambi. Yani muumini haachi kupewa mitihani, muumini haachi kupewa mitihani mpaka ifikie mahala anatembea kwenye ardhi hana madhambi. Yani kwa ile mitihani anayopewa na Allah, akiipokea, akifanya subira, akiishi nayo katika sheria, pasi na kutoa maneno ambayo ya kumuudhi Allah katika mtihani huo, basi unapelekea mtihani huo yeye kusamehewa madhambi yake. Nini makusudio ya hadithi hii? Ni kwamba Al-Husayn amepata mtihani huu mzito wa kuuawa kwa dhulma. Huu ni mtihani wenye kuendana na imani yake, na sio kwamba labda ni jambo zuri la kufurahia, hapana, lakini kama tulivyotangulia kusema, ili Allah aongeze daraja yake mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa lazima Muislamu afahamu hili tukio, alielewe, ili asije akachochewa chuki na hawa Rafidha Mashia wakamuingiza katika kufuru, kama wao ambao Mashia wameingia katika kufuru na shirki kwa sababu ya kulichukua tukio hili kitofauti kabisa, likawapelekea kuingia katika hatari ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana al-Hasan wal-Husayn, alikuwa Hasan na Husaini radhiyallahu anhuma, Allah waridhie, qad sabaqa lahuma min Allah subhanahu wa ta'ala ma sabaqa min al-manzilati al-aliyah. Al-Hasan wal-Husayn hawa mbele ya Allah wana daraja zao tayari, ni wajukuu wa mtume, ni ahlul baiti, wana fadhila kubwa. Walam yakun qad hasala lahuma min al-bala'i ma hasala alayhi salafihima, lakini pamoja na nafasi walizokuwa nazo, cheo walichokuwa nacho, hawajafikia mitihani ambayo waliopita kabla yao, ikiwa ni baba yao radhiallahu anhu ambaye ni Ali ibn Abi Talib. Fa inahuma haika Hasan na Husaini ulida fi izz al-Islam, wamezaliwa tayari Uislamu una nguvu. Ni kama vile watoto ambao wanazaliwa katika familia tajiri, familia ambazo zinajiweza, hawajui njaa, hawajui misukosuko ya maisha, wamekuta nyumbani kwao maisha mazuri mtelezo. Huo ni kama mfano. Kwa hiyo Al-Hasan wal Husayn wamezaliwa katika Uislamu, Uislamu una nguvu, Uislamu ndio unaotawala, upo katika hali nzuri. Wataribian fi izzi wa karama, na wamepata malezi katika utukufu. Walmuslimuna, na waislamu yuadhimunahuma, wanawaheshimu, wanawatukuza, wayukrimunahuma, wanawakirimu, wanawatukuza, wanawaheshimu. Wamata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na mtume amekufa, walam yastakmila sini tamyiz, mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, Hasan na Husaini hawajafika hata miaka 7, bado ni wadogo. Fakanat ni'matullahi alayhima, ikawa neema ya Allah kwa hao watu wawili, ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa mitihani ili wafike katika zile daraja za juu zaidi ambazo walizofika wenzao kabla yao ambao ni wazazi wao. Kama butulia man kana afdalu minhuma, kama ambavyo alipopewa mtihani mtu bora kuliko wao. Sio kama wanavyoamini Mashia Ithna Asharia, wakamtukuza Husaini wakamsahau Ali babake, wakomweka katika daraja ambayo mpaka Ali husikii wala uwezo kujua kama Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ana daraja kubwa kuliko hata Husaini. Lakini man kana afdalu minhuma, aliyekuwa bora zaidi kuliko hao wawili ni Ali ibn Abi Talib. Fa inna Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu afdalu minhuma, yeye ni bora kuliko Hasan na Husain, yeye ni bora kuliko Al-Hasan na Al-Husain, ni bora zaidi mimma, katika yale ambayo kwamba wanaoyapata. Ameuawa Ali ibn Abi Talib, ambapo alipouawa Uthman bin Affan ikawa ndio sababu kubwa ambayo iliyopelekea kukatokea fitna na mitihani katika umma wa Kiislamu mpaka leo hii. Umma ukawa ni kufarikiana, umma ikawa ni wenye kugawanyika. Ilikuwa chanzo ni katika mauaji ya Uthman bin Affan. Hapo ndipo mitihani ilipoanza katika umma wa Kiislamu. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib yeye ni mbora na ni mtukufu zaidi kuliko Al-Hasan na Al-Husayn, kitu ambacho huwezi kukishuhudia kwa Mashia, namna ambavyo wanapomtangaza Husayn, kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavilenga wavipate na kutengeneza fitna katika umma wa Kiislamu. Kwa hiyo kuna bwana mmoja anaitwa Abdurrahman ibn Muljim, huyu ndiye ambaye alimuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Kwa hiyo walipomuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, Waislamu wakampa bai'a Al-Hasan. Ali ibn Abi Talib alikuwa ndo khalifa, ndo kiongozi wakati huo. Kwa hiyo alipouawa Ali ibn Abi Talib,
masahaba wakamchagua Al-Hasan ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba awe ndiyo kiongozi wa kuongoza Waislamu. Kiongozi huyu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika ya Allah tabaraka wa taala atatengeneza makundi mawili yenye kugombana kupitia huyu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna bini hadha sayyidun, mwanangu huyu ni mtukufu, wa sayuslihu Allahu bihi, na Allah atatengeneza kupitia huyu baina fi'ataini, kati ya makundi mawili adhimataini, yaliokuwa makubwa, minal muslimina wa Uislamu. Fanazala anil wilaya, Al-Hasan akajiuzulu, akaacha uongozi. Wa asalaha Allahu bihi baina taifataini, Allah akaleta suluhu baina ya makundi mawili. Kwa hiyo aliacha uongozi kwa sababu ya Muawiya. Waqamati tawaifu katabu al-Husaina. Hapa sasa ndipo palipoanza changamoto na migogoro na mitihani kumwelekea al-Husain, kwa sababu walijitokeza watu wa Taif, Iraqi huko, wakaandika barua maalum kumwandikia al-Husain, kumwambia bwana, maadamu Al-Hasan ameacha uongozi na ameshafariki, sisi watu wa Taif, Iraqi, tutataka wewe uwe ndio kiongozi wetu. Wakamwandikia barua kumwandikia Al-Husain kwamba aende huko Taif ili wakampe bai'a ya uongozi. Na hapo ndipo matatizo yalipoanzia, na tutakuja kuanzia hapa kuweza kujua historia fupi ya Al-Husain, ili Waislamu tuweze kujua namna ambavyo Mashia na Asharia wanavyotumia hili tukio kuwaingiza Waislamu chaka, kuwaingizia Waislamu fitna, kuwaingizia Waislamu katika hali ambayo inawapelekea wawachukie masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawahusisha watu ambao wala hawakuwepo kipindi hicho, lakini lengo lao ni kuchafua Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo katika miongoni mwa matatizo na mitihani inayotokea katika huu mwezi wa Muharram ni Mashia kutengeneza huzuni, ambayo huzuni hiyo kuwavisha watu nguo nyeusi kama vile Mayahudi na kuanza kujipiga, na wengine wale Mashia wa huku ambao wale Mashia njanja wakajipiga kidogo kidogo tu hapa kifuani hivi, maana wakifa